The Giants of Brazil 1970 wanasema ndio timu ya taifa bora kuwahi kutokea duniani. Nazungumzia kwenye level ya timu ya taifa. Iliyoshinda World Cup mara 4. Lakini ile The Giants of Brazil ya kina Pele na kina Carlos Alberto na kina Jairzinho wanasema ndio kikosi bora. Mexico ilicheza World Cup. Imeshinda finali, imewafunga Italy goli 4-1. Pale Azteca Stadium, Mexico City. Kwa hiyo wakawa wanafanya sherehe ya kutembeza kombe kwenye South America ile zone. Wakaenda wakakutana na Ecuador. Wakati wa Ecuador ilikuwa ni timu dhaifu kabisa. Kama hapa vile Afrika si uzungumzie nchi gani? Labda Djibouti labda. Brazil kala 4 kama alizomfunga Italy. The Giants of Brazil, wana Pele, wana Jairzinho, wana watoto. Kwenye benchi kwa Mario, Professor Zagallo. Juzi kuna mtu mmoja alizungumza akasema huyu kocha wa Yanga Kaze anawezaje kutoka kwa kocha mkuu baadaye na kuwa kocha msaidizi? Haijawahi kutokea hiyo. Pia najua kwamba yeye alikuwa amepiga simu anataka kuwa agent wa Kaze. Kaze alitwambia, Kaze akamwambia wewe si agent wangu. Lakini nataka kumwambia Mario Zagallo 1970 alikuwa kocha wa timu ya Brazil, ile The Giants of Brazil. Lakini 1994 World Cup ya Marekani alikuwa kocha msaidizi wa Carlos Alberto Pereira. Yaani 1970 ni kocha mkuu, 1994 ni kocha msaidizi. Na baadaye 1998 akarudi kama chief coach. Achana na Mario Zagallo labda kwa sababu mambo makubwa kwake hawezi kujua. Zagallo ni mkubwa na lazima uwe na akili kubwa ya kimpira. Charles Boniface Mkwasa shakuwa kocha mkuu hapa Master Yanga. Na kishapata kuwa msaidizi. Hamjui nyie? Akili watu mnakaa mnazungumza vitu tu, hata hamna statistics, hamna data, mnakaa na nyie mmekaa tu mna koti hivyo vitu, sio? Hamjui kama Mkwasa alikuwa kocha mkuu Yanga? Hamjui kama Mkwasa kishakuwa kocha msaidizi Yanga baada ya kutoka kocha mkuu? Guys, akawa katibu. You have no research. Una data, funga mdomo wako. Usizungumze tu. Halafu unazungumzia Yanga ambayo tuko sisi. Hatuangalii matokeo yetu. Wala hatushughulishi matokeo ya pinzani wetu. Hatushughulishi. Kwa sababu sisi ili ushinde ubingwa ni lazima uwafunge competent wako wale wa karibu. Jana kuna kijana mmoja akauliza, yani tu mmefluke airport, tunatoka Bukoba, anambia mmefluke, mmetufunga, mnajiona mshako wa miamba. Yanga timu iliyoifunga mara nyingi zaidi duniani ni Simba. Yani sisi Yanga timu tulioifunga mara nyingi kuliko timu yote ni Simba. Tulioifunga goli nyingi kuliko timu yote ni Simba. Unawezaje kusema timu hiyo tumefuruka? Yani Yanga imeifunga Simba zaidi ya mara 100. Hapo unawezaje kusema tumefuruka? Tumewafunga magoli yanafika milioni 8. Unasema tumefuruka? Akili matope hiyo. Watu wanaoza jamani, akili mpaka unakosa kufikiri. Yani sisi kuifunga timu ile tumefuruka. Anitafutie timu ambayo sisi tumeifunga mara nyingi zaidi ya wale. Mtafutie. Post. Red Star. Abajalo. Njunge. Haipo. Ni wale tu ndio watu wafunga mara nyingi zaidi. Sasa tusemaje kuwafunga tumefuruka? Nyinyi si mnajua statistics hizi, mnazo na hizo. Hawezi pia utajie mie. Si mnazo hizo idadi ya watu wafunga na magoli. Kwa hiyo niwaambie sio tu tumepanga kushinda ubingwa, lakini kuwafunga wapinzani wetu wa karibu katika kugombea ubingwa ni ishara ya kwenda kushinda taji hili. Lakini niwaambie kwa mechi ya kesho, kama zilivyo mechi zote za ligi kuu, tutakwenda na heshima. Hatuichukulii poa Geita kwa sababu imetoka kufungwa na Namungo. Hatuichukulii kiwepesi kwa sababu Geita imetoka kupanda ligi kuu. The first time wanacheza Premier League. Wale ni wapinzani wetu katika mchezo wa kesho. Coaches wetu wanajua hii ni mechi ya ligi kuu. Hakuna dharau. Hakuna dharau.
wana coach mzoefu, ameshakuwa mpaka coach wa national team yetu, wamesajili wachezaji wazuri, itakuwa mechi nzuri yenye ushindani. Sisi tunachotaka ni kwenda kupata points 3 na wao wanakuja kutafuta points 3. Kwa hiyo coach wetu atakuja na mbinu ambazo zitatufanya sisi tushinde bila kudharau. Twende kudharau timu hapo. Kuna kudharau. Na tuna ratiba kidogo kwa mwezi Oktoba, haiko tight sana, ingawa hizi back to back ya kutoka Kagera na kucheza kesho inafanya iwe tight, lakini baada ya mechi ya kesho tunacheza tarehe 19. Tutakuwa na break ya national team tarehe 19 na KMC Songea. Alafu tunacheza tarehe 30 na Azam. Tunazipigia hesabu tumalize Oktoba tuna points 12. Utapataje points 12 kama huwezi kupata 3 za kesho ili kufanya uwe na 6? Wachezaji wetu tunawaambia, tunawakumbusha umuhimu wa wao kuifanyia kazi na kuitumikia jezi ya Yanga. Muhimu wa shabiki wetu waje kutunga mkono. Tulikuwa tunajaribu kuwasiliana na watu wa bodi ya ligi tuone kuhusu viingilio, wametuambia sababu ndio ni ligi yao, viingilio ni shilingi 5,000 kwa mzunguko, 10,000 VIP B na 15,000, si ndio 15,000 VIP A. Lakini nadhani mpaka by saa 12-11 tunataka tu hype hizi mechi zetu, hususan ambazo sisi ni wenyeji. Kwa hiyo tunajaribu kuongea na baadhi ya wasanii. Mechi ya ligi sasa hivi ni lazima iwe kama Europe au South Africa au nchi ambazo zimeendelea. Ukenda mpirani ujihisi sio tu kuna mwingine anafuata burudani ndio unamuingiza kwenye mpira. Kuna mwingine kuna vitu vyake anavifuata unamuingiza kwenye mpira. Kwa hiyo najaribu kuongea na wenzetu wa bodi na TFF na sisi wenyewe tuone sasa katika mechi zetu kuna haja ya kuwa na, kwa mfano mechi inaanza saa 1 usiku. Kwa nini usimweke mshabiki pale kutoka saa 9 mchana? Ukampa entertainment fulani hivi. Muziki si nani anajua kama mimi msanii mkubwa sana kama ningeamua sasa hivi Diamond si nani wote hawaniwezi. Labda kwa nini mimi nisende kuimba mwenyewe na vitu kama hivyo. Unaweka pale burudani, unaweka mambo ya sarakasi. Ndio mechi zote. Huko kote wenzetu wanavyofanya hivyo. Mpirani ni sehemu ya starehe. Unaweka vinywaji nje, kuna kuwa na vyakula yanauzwa, yani nje kuna michezo ya watoto. That's it. Kwa tunakusudia tuone baadaye ndani jioni kakaangu Hassan atawaambia kama kutakuwa tumeshamalizana na mipango ambayo tunakusudia kuifanya kwa kuelekea mechi ya kesho. Lakini hata kama itakuwa kwa mechi ya kesho haitakuwa, tunakusudia sasa mechi zijazo hususan ambazo sisi ni wenyeji, tusiishie watu kwa burudani ya mpira tu. Sende tu kumwangalia Feitoto. Atoe Feitoto naye anaudhi. Baule Munguja anakera. Ujue Feitoto unaweza kukaa hivi kumwangalia. Juzi nilikuwa nimekaa nimerudia ile mechi na Makolo. Nimemwangalia yule Feitoto. Akasema hivi, si Tanzania tumerogwa. Hivi ni sinaangalia ligi ya Uingereza. Hawa muangalie. Muangalie ligi za Ulaya kule. Hivi kweli unaamini Feitoto ile timu kwa mfano kama Leicester wavunja kuni wale sijui Middlesbrough zile ya Chelsea zile? Kweli. Lazima sasa kama taifa tuanze kufikiria mbali sana. Juzi nilikuwa naangalia Villarreal na Manchester. Wale Villarreal nzima hawana midfield kama Feitoto. Hawana. Sisi tumerogwa nani? Sio unabuna nini? Unabuna kwenye press yangu mimi? Umerogwa. Zuzu. Unabuna kwa na ngoba mimi? Feitoto ni balaa. Lakini hatutaki kukubali kwa sababu anacheza Tanzania. Mbwana alivyokuwa kucheza hapa Mbagala Market, ungeambiwa huyu baada ya miaka 5-6 anakwenda kwa top star
wa Mazembe kwenye local league ya Afrika, au baada ya miaka kadhaa na kwenda kucheza Aston Villa, ungebisha. Take my word. Mimi najua mpira, sizungumzi mpira kama nazungumza tu kama vile umetoka kwenye naujua. Fei na wachezaji wengi wa Tanzania wanayo quality fulani ya kucheza Euro.